nguvu, kamata daftari lako, kamata Biblia yako. Wewe uliye na nguvu, kamata daftari lako, kamata Biblia yako. Ujumbe wetu wa leo nasema mtu mwema, mtu mwema, mtu mwema, mtu mwema, mtu mwema, mtu mwema, mtu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwema. Mathayo 12 mstari wake wa 35. Biblia inasema katika maandiko hayo matakatifu, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana walinenalo wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mtu mwema ni mtu asiyekuwa na hila ndani yake. Kama tunaanza pamoja, mtu mwema ni mtu, tafasiri ya mtu mwema, maana ya mtu mwema ni mtu asiye na hila ndani yake. Huyu anaitwa mtu mwema. Na tumesoma kitabu cha Mathayo 12:35. Anasema mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Akiba, wema ni akiba, na ubaya pia ni nini? Ni akiba. Usifikiri akiba ni wema tu, hata ubaya ni nini? Ni akiba. Biblia inasema mtu mwema katika akiba njema hutoa nini? Hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa nini? Hutoa mabaya. Mpapai huwezi kuufanya mwembe, utabaki kuwa nini? Mpapai. Na mwembe hauwezi kuwa mpapai. Kila kitu kitabaki na asili yake, lakini wema huwa unatafutwa, wema unalazimishwa, na ubaya pia unatafutwa, na ubaya pia unalazimishwa. Kuna watu hawakuwa wabaya, lakini kulingana na mambo waliofanyiwa, nao wameingia kwenye ubaya ili kulipiza nini? Kulipiza kisasi. Watu wanasema aliyeanza anaweza sifanye sana, ila yule anayemalizia anaweza kamalizia vibaya, kwa sababu akiba njema. Unapaswa kuwa mtu mwema, ninapaswa kuwa mtu mwema, kwa sababu Mungu anawataka wema, maana katika akiba njema hutoa mambo mema. Sema amina, haleluya. Katika akiba njema hutoa upendo, jambo la kwanza katika mtiririko wa maandiko yao. Katika akiba njema hutoa upendo. Jema, mwenye moyo mwema hawezi kutoa chuki. Mwenye moyo mwema atatoa upendo, ndiyo tunda lake. Mwenye moyo mwema atatoa uaminifu, maana ndiyo tunda lake. Kama unataka kuwa salama, kutana na mtu mwema. Tunda la mtu mwema linakuwa ni upendo. Tunda la mtu mwema linakuwa ni furaha. Ukisoma katika ile Wagalatia 5 mstari wa 16 kuendelea pale, sema amina, haleluya. Mtu mwema hawezi kutoa mabaya, kwa sababu ndani yake amejaa wema, amejaa uaminifu, amejaa furaha. Haya ndiyo maisha ya mtu mwema. Amejaa unyenyekevu, amejaa huruma. Huyu ni mtu aliyejaa nini? Wema.
amejawa na watetezi. Wema wako utakutengenezea kundi la watu wa kukutetea. Haleluya. Lakini namba nyingine, mtu mwema uletewa vitu karibu na yeye. Mtu mwema. Angalia Daudi alipokuwa mwema, watu walimletea hazina zilizofichwa. Amina. Wakamletea kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana, kwa ajili ya kujenga hekalu la Bwana. Sema amina, haleluya. Wakawa wanatoa huko, wanamletea nani? Wanamletea Daudi. Daudi akakusanya zile hazina kwa watu wenye choyo. Hakukusanya zile hazina kwa watu wenye roho mbaya. Alikusanya zile hazina kwa watu wenye roho njema, wenye moyo mwema, wenye wema. Wakaleta miguuni pa nani? Pa Daudi. Mungu akamtazama akasema, umefanya vizuri, umekusanya hazina hizi vizuri, lakini wewe hutonijengea mimi nini? Hekalu, kwa sababu umemwaga damu nyingi sana. Kwa hizi hazina ulizozikusanya, patie mwanao Suleiman anijengee nyumba. Sema amina, haleluya. Lakini aliyekusanya hivyo vitu alikuwa ni nani? Alikuwa ni Daudi. Alienda kwa watu walikuwa na mioyo myema. Jambo lingine, mtu aliye na roho njema uachilia urithi kwa watoto wake. Sema amina, haleluya. Uachilia urithi, anaacha urithi kwa watoto, ajipendelei mwenyewe. Usijaze mawaksi, usijaze vitenge. Acha urithi watoto wako, ili waone walikuwa na mzazi, ili waone walikuwa na baba, ili waone walikuwa na mama. Wema wako ndio utawafanya watoto wako waishi kama matajiri, waishi kama wafalme. Sema amina, haleluya. Leo tunaishi maisha ya shida. Wazazi wetu hawakuwa wema. Amen. Hawakuwa wazuri. Wengine wametuachia mikoba. Sasa wewe mkoba bado utanisaidia nini? Tunadisiana viringi badala ya kulisiana manyumba, badala ya kulisiana fedha, badala ya kulisiana vitu vizuri. Anasema namchagua mtoto wangu yule mtifu, ndio nipe mkoba wangu aendeleze. Shinda kabisa. Amina. Kwa nini? Kwa sababu hazina ya mtu mbaya umejaa nini? Umejaa mbaya. Lakini hazina ya mtu mwema hawezi kumwingiza mtoto wake kwenye hatari. Atamjengea mazingira, hata kama yeye kusoma. Amina. Hata kama yeye kwenda shule, hata kama yeye ana elimu ndogo, hata kama ni ya saba. Uliza wote. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa mtoto wa mkulima. Wanamkumbuka huyo? Alikuwa anaitwa mtoto wa mkulima. Unamjua alikuwa nani? Alikuwa waziri nani huyo? Alikuwa anajiita mtoto wa mkulima. Alikuwa waziri nani? Pinda. Nisema Pinda. Yeye anajiita kabisa mtoto wa nani? Mtoto wa mkulima. Inamaanisha hata shule kwa nini hakuenda, lakini alizaa. Ama alikuwa waziri wa nchi. Sema amina, haleluya. Ameacha urithi. Na wewe uwe mwema kwa kizazi chako, uwe mwema kwa familia yako, uwe mwema kwako mwenyewe. Unaweza kuona wengine sio wema hata kwao wenyewe, hajijali hata yeye mwenyewe, hajitengenezea hata mazingira yeye mwenyewe. Haleluya, haleluya wapendwa, haleluya wapendwa. Muulize jirani yako, kitanda chako kinafanana? Shike mkono. Chumbani tuingie. Muulize kitanda chako kinafananaje? Muulize kitanda chako kinafananaje? Tukiamka babu zinauma, tunalala godoro linatukusanya katikati wote. Watoto ndio sipime, wakiamka wana madodoki kichwani. Watoto atakuombea baraka hawa. Wanasema baba barikiwa endako. Watoto wanajikuna usiku, kunguni wameingia kitandani. Leo Bwana akupe moyo mwema, uitetee na usimamie familia yako katika jina la Yesu. Akupe moyo mwema. Tamani kuacha urithi kwa watoto wako. Tamani kuacha vilivyo vizuri, ili ukifa waseme tulikuwa na mama, waseme tulikuwa na baba. Sema amina, haleluya. Hautaki? Sema amina, haleluya. Sema amina tena.
Haleluya. Kwa mtu mwema katika hazina, katika akiba yake njema hujaa mema. Unaweza ukawa na akaunti, uwe na akaunti ya mema. Amina. Uwe na hazina ya mema. Kwenye moyo wako utoe wema. Kwenye moyo wako utoe wema. Jambo jingine, aliye mwema hana mlango wa hasira kwenye moyo wake. Hana mlango wa hasira. Hiyo hasira yake inatoka wapi? Hasira iko kwenye kundi la mwenye hasira nini? Mbaya. Ukiona hasira inawaka kama moto, wewe ndani yako ukiona kusira na kususa na hasira kidogo tu umewaka moto, kidogo tu nimezira kitandani. Baba yangu anasema jaja kuuma. Baba yangu anasema nimuone mtu anaenda kumamsha, huyo ndio atakayekula naye sahani moja. Njaa ikimshika ataamka mwenyewe na mule chote. Akiamka asubuhi akute jungu, usiku akute jungu linamtazama. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Biblia inasema hasira ukaa kifuani manani mwa mpumbavu. Punga mkono kama tuko pamoja. Hasira ukaa kifuani manani mwa mpumbavu. Kwa hasira sio kitu kizuri. Hasira inaondoa upendo, hasira inaondoa huruma, hasira unaondoa amani. Unaweka chuki. Na unakuwa unatembea na bango la nini? La chuki, kwa sababu haya yote yanakaa kwenye hazina mbaya. Sema mimi haleluya. Leo nataka nikwambie, weka hazina njema, uache urithi kwa watoto wako. Weka hazina njema, uache furaha kwa watoto wako. Weka hazina njema, uache nuru ya Yesu kwenye familia yako. Na angalia mtu aliye na furaha. Jamani, kuna mtu mmoja nimekutana naye amenenepa. Nikamwambia, unakula nini? Nasema baba, mchicha tu. Mchicha tu. Lakini akanipa akasema nimehamia kwangu. Nikakumbuka na mke wangu naye tulipohamia kwetu mwili ukaja. Mke wangu alikuwa mwembamba. Sio huyu hapa. Amenenepa sasa na ajabu mtasema baba. Lakini alikuwa mwembamba. Mpaka wakasema hivi wewe unamlisha huyu. Mpaka watu wakaniambia tume. Ninanenepa lenyewe. Mke wake anenepi. Lakini mimi sijawahi kuwa mchoyo kwenye familia yako. Jamani, kila mtu ana mwili, ila hajafika mahali pa kuleta mwili. Kwa nini? Kwa sababu hajafika mahali pa kuachia moyo. Moyo ukichanua na mwili unarudi kwa jina la Yesu. Unaweza kusema ninampa mapochopocho, ninampa sumanini, sijui nampa sumanini, mahambaga, unamletea na zile sijui nini, kisha watu sielewi. Kuna madudu fulani kwa kama na nyama mle ndani, wanaweka kama mabumunda. Ukiabeba yananyumbuka hivi, yanatoa maziwa. Si ndio baba lenyewe hilo ndio sherehe. Alafu unaona mdada kakaa hapo, nywele zake anafanya kama Rosimwani, anarudisha hivi. Mama, mnatutesa. Ndio maana mnakuwa na vichwa vigumu. Yaani kila saa tu wewe dhaifu. Wewe utakuwa na akili zilizotimia kweli, unatikisa ubongo kila wakati. Mungu akusaidie. Punga mkono kama tuko pamoja. Wewe kila saa hii. Kuna wakati tunahisi kama kinywele kimeshuka, kumbe hakijashuka, kimebaki pale pale. Unaongea tu kama mkono. Bwana Yesu asifiwe. Unagadi na kutu. Bwana Yesu asifiwe. Na matabu zote za nini? Chukua funga mchicha. Wafungu 500, maisha ya nini? Endelee. Chukua zifunge vizuri. Wanasema la ya dera kulishikilia, si ndio? Kama huwezi kushikilia dera, achana nalo. Mimi kwambie kabisa, usiseme yule amevaa dera nimemtulia. Dera ina staili zake. Ukishinda kulishikilia, ukilichomeka huko kwenye nani, ninashuka mkono huu.
Kwa yani ni issue ya dera. Ndio maana dera sio vazi la kuvaa ambalo unaweza kaliona na maana. Kwa sababu ukilichomeka hivi linapanda huko, ukilichusha hivi inakaa hivi. Mhubiri mmoja anasema kama vile dera halikutoshi na dunia haikutoshi. Kwa leo ninakupa weka wema katika ubaya. Sema mimi na wewe. Usilipe ubaya kwa ubaya. Hapana. Biblia imetukataza tulipe wema kwenye nini? Kwenye ubaya. Biblia inasema tukifanya hivyo tunampalia makaa ya moto wapi? Kichwani kwake. Na atakapokuona anajawa na hasira, adui yako mnunulie kilo ya nyama. Nani ambaye kufanya hivi? Adui yako mpelekee kilo ya nyama. Umesikia amekusema nunua kilo ya nyama, nunua na viungo, nunua na karoti, nunua na hoho, nunua na pilipili manga, nunua swaumu, nunua. Alafu Mama Ashura, Mama Ashura hodi, na wewe unasema nisiolipenda hilo. Gongo. Nimekuletea zawadi hii. Nani anaweza katupa nyama jamani? Nyama iliyopanda bei sasa hivi 13, 15, 14. Mtu mehemea nyama. Na akishika ile nyama Paulina, akikata hivi, anakata chuki aliyokuwekea. Sema mimi na wewe. Akikata hivi, anakata uchungu aliyokuwekea. Akikata hivi, akipeleka jikoni, upendo umerejea. Tumeshindwa kwa sababu tunajihurumia sisi wenyewe. Tunaona sisi tumeonewa. Mungu anataka mwaka huu, nataka kanisa langu na watu wangu tuishi na furaha mpaka Desemba. Katika jina la Yesu sema amina, haleluya. Uishi na furaha kuanzia sasa mpaka nini? Mpaka Desemba. Kisiwepo kitu cha kupita katikati yako. Chuki, usibebe na chuki. Maana kila mtu ana hazina. Mshike jirani yako, mwambie. Unajua kuna wengine hata tushikane mkono ndio nakusikitika mimi, hatugeukiani. Mshike mkono na wewe anamshika mwanae, mshike huyo uliokaa karibu naye. Mshike huyo. Mwambie ndugu yangu, kwenye moyo wako umeweka hazina gani? Mwambie tena. Mwambie yako mambo mawili hapo. Wewe uko kwenye lipi? Kwenye akiba njema ama kwenye akiba mbaya? Na kuona na sura yako. Mwambie hivi, na kuona na sura yako. Lakini wewe unapokuona wewe uko kwenye fungu jema. Pili Yesu makofi na haleluya. Kila mtu atatoa hesabu ya maneno yake. Ndio. Kila mtu kama ni mema utaweka kwenye fungu jema. Kama ni mabaya utahukumiwa. Ni maandiko, sio makifuna. Sema amina, haleluya. Sitaki nikuchelewesha. Andika mistari hata kama ni kipindi kama mfupi kuliko kimo hiki. Kama sio kusikia hautosikia. Luka sura ya 6 ndio jina soma. Leo nagawa maandiko. Luka sura ya 6 mstari wa 45 ndio jina soma. Zaburi 34 mstari wa 8 Joyce soma. Luka 19 mstari wa 17. Maipopo soma. Maipopo kwa? Maipopo kwa? Ayo. Wewe nani? Una Biblia? Wewe ndio unashati nyeusi. Una Biblia? Unaitwa nani? Godfrey. Joseph. Soma. Luka 19 mstari wa 17. Mathayo 25 mstari wa 21.
hapa Mithali. Kitabu cha Mithali 16 mstari wa 32. Marekesa. So mwisho wa Matendo ya Mitume 11 mstari wa 24. Amos, Onesimo. Warumi sura ya 5 mstari wa 7. Rebeka, tuanze. Luka sura ya 6 mstari wa 45. Mtu mwema katika hazina njema moyo wake mtoa aliyo mema. Asante. Aliyefuata Zaburi 34 mstari wa 8. Wacheni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Asante. Mwingine akawaambia, vema mtumwa mwema, kwa vile alivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, awe na mamlaka juu ya miji 10. Amina. Kwa kuwa alikuwa mwaminifu katika neno dogo, maana yake nitakuweka katika miji mingapi? Miji 10. Nani mwingine? Mathayo 25 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mithali 12:2. Mithali 12:2 nayo inasema, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Mtu mwema anapata nini? Upendeleo kwa nani? Kwa Bwana. Inatosha. Mithali 13:22. Mithali 23:22 ilini kule. Mithali 13:22 mtu mwema huachia wana na wanaye urithi. Mtu mwema huachia wana wa wanaye nini? Urithi, yani wajukuu. Na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Umeona hiyo tutaki nani? Tutaki Mithali 16:32. Mithali 16:32. Asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa. Mbona asiye mwepesi wa nini? Wa hasira ni mwema kuliko nani? Kuliko shujaa. Matendo 11:24. Matendo 11:24 nasema, maana alikuwa mtu mwema amejaa Roho Mtakatifu. Maana alikuwa mtu mwema amejaa nini? Roho Mtakatifu. Mwisho Warumi 5:7. Warumi 5 mstari wa 7 inasema, kwa kuwa ni shida kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Kama kuna shida mtu kufa kwa ajili ya mwenye haki, lakini mtu anaweza kama kwa ajili ya mtu nini? Mwema. Kwa sababu mtu mwema ni shahidi, amina, ya mwenye haki. Amina. Kwa mwenye haki anaweza kafa kwa ajili ya mtu mwema. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa maana yake mwema, mwenye haki yuko tayari kumtetea. Bali Mungu akutetee kwa wema wako. Mungu akutetee kwa wema wako. Watu wakitaka kuipiga familia yako, wema wako utangulie mbele kwa jina la Yesu. Mtu akitaka kuchezea, anasema wema wa Bwana utangulie mbele katika jina la Yesu. Mtu akitaka kuchafua nyota yako, wema wa Bwana utangulie mbele kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu, nayo ndio makusudi ya Mungu. Mungu akubariki kwa neno hili. Amen.